Serikali ya jimbo la Punjabi ambalo ndilo lenye wakazi wengi zaidi nchini Pakistan linataka kibali kwa serikali kuu kukipiga marufuku chama cha kidini chenye msimamo mikali cha Tehreek-e-Labbaik Pakistan TLP kufuatia msako mkali dhidi ya wanachama wake wiki hii. Katika kikao kilichoongozwa na Waziri Mkuu wa Punjabi Maryam Nawaz Sharif, ambaye pia ni mpwa wa Waziri Mkuu wa taifa hilo Shehbaz Sharif, viongozi wa jimbo hilo walipitisha maamuzi walioyataja kuwa ya kihistoria na ya kipekee. Ingawa Maryam hakulitaja jina la TLP moja kwa moja, taarifa kutoka ofisini kwake ilisema serikali itapiga marufuku chama cha msimamo mikali na kwamba wote wanaochochea vurugu, kueneza chuki na kuvunja sheria watakamatwa mara moja. Uongozi wa chama hicho cha msimamo mkali utaingizwa katika orodha ya 4 chini ya sheria kupambana na ugaidi. Taarifa hiyo ilisema orodha hiyo inahusisha watu wanaoshukiwa kuhusika na ugaidi au chuki za kidini. Taarifa hiyo imekuja siku 4 baada ya operesheni kubwa alfajiri iliyoendeshwa na vyombo vya usalama kuvunja kambi ya maandamano ya TLP huko Morkede, takriban kilomita 60 kutoka Lahore, mji mkuu wa jimbo hilo. Baada ya operesheni hiyo, maafisa walitangaza kuwa zaidi ya watu 2700 wamekamatwa, huku wengine 2800 wakizuiliwa kusafiri nje ya nchi. Maandamano hayo yalihusiana na mpango wa amani kuhusu Gaza uliozinduliwa na Rais wa Marekani Donald Trump mnamo Septemba 29 akiwa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mpango huo ulioungwa mkono na mataifa kadhaa ikiwemo Pakistan ulitaka vita vya miaka miwili kati ya Israel na Hamas kukoma mara moja, mateka wote kurejeshwa ndani ya Israeli kwa saa 72 na wafungwa wa Kipalestina kuachiliwa. Hata hivyo, mpango huo haukutaja wazi kuundwa kwa taifa huru la Palestina, jambo ambalo ni msingi wa sera muda mrefu wa Pakistan kuhusu Mashariki ya Kati. Chama cha TLP kilikataa mpango huo ikisema ni njama ya kuwanyenyekeza wa Palestina, na ikatangaza maandamano yaliyopewa jina la Al-Aqsa Gaza March kutoka Lahore kuelekea Islamabad, yakilenga kufika ubalozi wa Marekani. Lengo lilikuwa kuonyesha mshikamano na watu wa Palestina. Msemaji wa chama cha TLP alisema kwa sharti la kutotajwa jina kutokana na hofu ya kukamatwa. Siku ya Ijumaa, maelfu ya wafuasi wa TLP walikusanyika mjini Lahore wakiongozwa na Saad Hussein Rizvi, mwanzilishi wa chama hicho. Polisi walifunga barabara, lakini waandamanaji walivunja vizuizi hivyo na kufika Murge siku ya Jumapili. Kulingana na maafisa wa usalama, wafuasi wa chama cha TLP walijeruhi maafisa kadhaa wa polisi walipokuwa wakiendelea Islamabad. Saa 8 usiku, polisi walizindua operesheni rasmi kwa kutumia moshi wa machozi na risasi za mpira, na mapambano yalidumu hadi alfajiri. Chama cha TLP hata hivyo kilikanusha madai ya kushambulia polisi na kudai kuwa maandamano yao yalikuwa ya amani. Polisi wa Punjabi walisema afisa mmoja wa polisi aliuawa na wengine kadhaa walijeruhiwa vibaya. Akaunti za mitandao ya kijamii zinazohusiana na TLP zimedai kuwa mamia ya wafuasi wao waliuawa, huku serikali ikisema ni watu 3 pekee. Mamia ya wafuasi wetu waliuawa na miili yao kuondolewa kuficha uhalifu wa serikali, alisema msemaji wa TLP bila kutoa ushahidi. Wanasiasa wa chama cha upinzani cha Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI wameapa nguvu madai hayo, licha ya kuwa chama hicho kilifanya operesheni kama hiyo dhidi ya TLP kilipokuwa madarakani kati ya mwaka 2018 na 2022. Chama cha Tehreek-e-Labbaik Pakistani TLP ni chama cha kidini cha Waislamu wa dhehebu la Baravel kilichoanzishwa mwaka 2015 na Khadim Hussein Rizvi, baba wa kiongozi wa sasa. Chama hicho kilijipatia umaarufu kutokana na maandamano wa vurugu kuhusu madai ya kukufuru, yakisisitiza adhabu ya kifo kwa yoyote anayedaiwa kukufuru ada. TLP iliibuka kwa nguvu baada ya kuunga mkono Mumtaz Kadri, askari aliyemuua gavana Punjabi Salman Taseer mwaka 2011 kwa kutetea mwanamke Mkristo Asia Bibi aliyeshutumiwa kwa kukufuru. Tangu wakati huo, chama hicho kimehusishwa na maandamano mengi yenye vurugu, yakiwemo yale 2017, 2022 na 2021 ambapo maafisa wa polisi waliuawa. Licha ya kushiriki uchaguzi wa kitaifa wa mwaka 2018 na 2024, chama cha TLP hakijawahi kushinda kiti cha bunge la taifa, lakini kimepata mamilioni ya kura, hasa kutoka mikoa ya Punjabi na Sindh. Baada ya operesheni ya Jumatatu, viongozi wakuu wa chama hicho, ndugu Saadi na Anas Hussein Rizvi, hawajulikani walipo. Polisi wa Lahore wakisema hawako mikononi mwao, ingawa wanadai wanawafuata na watawatia nguvuni hivi karibuni. Wachambuzi wanasema huenda serikali imeamua kutowatambulisha hadharani kwa sasa ili kudhibiti hasira za wafuasi wao.
Wachambuzi wa kisiasa wanaamini chama hicho kilijaribu kubadilisha ajenda yake kutoka siasa za kukufuru ada hadi masuala ya kimataifa kama Gaza, jambo lililoshindwa kuleta mvuto kwa umma. TLP ni chama kinachojulikana kwa siasa za vurugu. Walijaribu kuzungumzia swala la Gaza lakini hakukuwa na uungaji mkono wa wazi kutoka kwa wananchi, alisema Abdul Basit, mchambuzi wa masuala ya usalama kutoka Singapore. Muhammad Amir Rana, mtaalamu wa usalama kutoka taasisi ya PPC nchini Pakistan, alisema mara hii serikali iliamua kuitisha hatua kali dhidi ya chama hicho, tofauti na nyakati zilizopita ambapo TLP haikuwahi kuwajibishwa. Licha unyeti wa swala la Palestina nchini Pakistan, hakukuwa na mwitikio mkubwa wa wananchi dhidi ya mpango wa amani wa Trump. Vyama vikubwa vya kidini kama Jamaat-ul-Islam na Jamiat Ulama Islam Fazal vilifanya mikutano ya mshikamano tu bila kulaani makubaliano hayo moja kwa moja. TLP ilihisi kupoteza umaarufu, hivyo walitafuta njia ya kujionyesha kisiasa, aliongeza Rana. Kwa mujibu wa wachambuzi, hatua hiyo inaonyesha wazi kuwa maandamano ya TLP yalikuwa jaribio la kufufua uungaji mkono kwa wafuasi wake na sio harakati ya kitaifa ya kupinga makubaliano ya Gaza.